Wananchi wa kitongoji cha Nkomakuu kata ya Masama Kusini kilichopo wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro wameshukuru serikali kwa kusikiliza changamoto zilizopo kwenye kitongoji chao kwa muda mrefu na kuahidi kutoa ushirikiano kwa serikali katika kutatua changamoto zinazowakabili. Changamoto hizo zimetolewa mbele ya diwani wa kata ya Masama Kusini Mheshimiwa Cedric Benjamin Pangani, ambazo ni pamoja na uchakavu wa miundombinu katika shule ya msingi Nkomakuu ambao ni jiko la kupikia chakula cha wanafunzi, vyoo vya wanafunzi na walimu, store pamoja na uhitaji wa darasa moja kwa ajili ya darasa la pili ambao wanapokezana darasa la kwanza. Kwa majina naitwa Eveta Eligi Ngowi, ni mjumbe wa kamati ya shule ya msingi Nkomakuu, pia ni mzazi. Changamoto tulionayo katika shule yetu ya Nkomakuu ni cha kwanza ni jiko. Jiko ni libovu sana. Cha pili ni vyoo. Vyoo vya Nkomakuu ni vibovu. Pia ni hatarishi kwa watoto wetu, hasa watoto wadogo wa chekechea. Cha tatu ni store. Store yetu ni imebana sana, maana store ipo karibu na darasa alafu store. Tunaomba kama kuna uwezekano mtusaidie kutengeneza, kukarabati vyoo vyetu, watoto waweze kuwa sehemu salama, kutujengea jiko, maana jiko pia ni hatari kubwa sana kwa mpishi wetu na kwa watoto. Tunashukuru diwani amefika na mtendaji wamefika katika shule yetu ya msingi Nkomakuu. Wamezunguka, wameangalia mazingira, wameangalia matatizo tulionayo, na diwani ametuahidi kulifanyia kazi. Na tunamshukuru pia kwa kutembea na sisi wazazi wa Nkomakuu, kuonea huruma watoto wetu wasije wakateseka au kupata madhara yoyote kupita kwenye vyoo au kwenye jiko letu la shule. Kwa hiyo sana kupata ugeni wa diwani na mtendaji katika shule yetu ya Nkomakuu. Pia tumetazama shida zetu sana, ilikuwa ni jiko, choo cha shule, ukarabati wa darasa na kuombea darasa moja kwa ajili ya watoto wa darasa la kwanza. Hivyo pamoja na kuwepo tumepata na changamoto nyingi, hasa ulinzi wa shule, hususani mifugo, pia na wizi wa watu binafsi. Kwa hiyo tumechakata pamoja na diwani, tumefikia mwafaka kwamba tutasaidiana kadri ya uwezo na atawakilisha hilo jambo halmashauri au kwenye vikao vyao vya DC. Kwa hiyo na maana na imani sana na furaha sana kwa na ugeni wetu. Kwa nilikuwa naomba tu baada ya hili niombe kwa wananchi wema kwenye serikali vile tupie tu jicho hii shule ya Nkomakuu, maana nafikiri ndio ya nyuma kwenye kata, lakini ufaulu wao kwa mwaka huu ni mzuri sana, baada ya 80%. Kwa hiyo tunaomba serikali iweke jicho la huruma kwenye shule pamoja na wananchi wenye huruma pia. Tunaomba na nitaitisha kikao au mkutano kwa wananchi wa kijiji cha Nkomakuu kwa ajili ya kuangalia hili, na ikiwezekana tuingie hata kwenye kikao yetu angalau tuchangie maendeleo ya shule hii. Huwa wanachunga kilizi na tumeweka sheria kwamba ng'ombe itakayokamatwa, angalau ng'ombe au mbuzi, faini shilingi 50,000. Baada ya michakato yote ya kupita na Mwenyezi Mungu kunipa kibali cha kuwa diwani, nimeanza kazi rasmi ya ziara ya kutembelea shule za msingi ambazo zipo ndani ya kata yangu. Nimeanza na shule ya msingi Nkomakuu. Tumeangalia changamoto, nimekutana na kamati ya wazazi ukiinclude na walimu. Tumepata wasaa kuongea kwenye kikao, lakini pia tumeangalia mazingira ya shule. Shida iliyokuwa kubwa hapa ni jiko la shule. Kwa hiyo na mimi nilivyokuwa na pita nilisikia hii changamoto kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumeipatia utatuzi kwamba lile jiko tutavunja na tutaweza kujenga lingine. Kuna upande ambao wazazi watachangia, kuna upande wa wadau, lakini pia nitawasiliana na mheshimiwa mbunge moja kwa moja kuangalia ni jinsi gani anaweza akanisaidia hapo tutakapofikia kwenye mfuko wa jimbo.
sababu hela zile za mfuko wa jimbo ni hela ambazo zinatakiwa zikukute ukiwa unaendelea na program kama hiyo ya jiko. Kwa hiyo nimeongea na wadau wawili watatu, wameniambia tutashirikiana. Lakini pia tumepata wasaa wa kuongea na wanafunzi, tumeongea nao ipende serikali yao na wajitahidi katika masomo. Kama unavyojua kwa hali yote uliona, lakini shule hii imefaulisha watoto wote 22 kutoka mwaka jana, kutoka msingi kwenda sekondari. Kwa hiyo nadhani tunaendelea vizuri. Changamoto nyingine ni ndogo ndogo tu ambazo, lakini kazi ya udiwani ni kazi ya utumishi, kama alivyokuwa frate, alivyokuwa paroko, alivyokuwa padri. Kwa hiyo ukishaiwiwa kwa nayo rohoni, lazima utende utumishi uliotukuka. Kwa hiyo tunaendelea. Tumeanza shule hii na shule 7. Kwingine huko pia ninaenda. Program ni kukutana na kamati za shule, kuelezana changamoto, kuelezana ni nini kina changamoto ambayo tunaweza tutaitatua kwa pamoja. Kwa wananchi, wito wangu mkubwa, mifugo wasiiache, kwa sababu wakiacha mifugo watoto wanakosa miti ya vivuli, wanakosa mboga, wanakosa mazingira mazuri ya shule kwao. Yaani tumefika tamati kwamba mwenyekiti wa kitongoji na mwenyekiti wa shule kuwaeleza wazazi umuhimu wa kupanda mboga ili watoto wapate mchicha, kwa mifugo isije upande wa shule, na inawezekana. Hawa wananchi wangu wakati wa masomo kusini ni wasikivu sana.